Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa jina naitwa Erika Epaphras Yegela, ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Ndugu waandishi wa habari, kukutana kwetu kwa umoja huu ni upendo. Upendo katika hali ipi? Upendo katika kushirikishana kwenye mbio za Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2025. Sisi halmashauri ya wilaya ya Mbeya tunatarajia kupokea Mwenge wa Uhuru mnamo tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2025. Na mwenge ni wetu sote. Na mwenge dhima yake kuu ni kuhakikisha ya kwamba tunashirikiana kwa pamoja kwa amani, upendo, uzalendo na kuona utekelezaji wa miradi kama jinsi ilivyoelekezwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Mwenge wa Uhuru unamwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenge wa mwaka huu unaongozwa na kaka Ismail Ausi ambaye yeye amezunguka nchi nzima, na kwetu wakati tunaelekea kwenye kilele cha mbio za mwenge atawasili halmashauri ya wilaya ya Mbeya kuona utekelezaji wa miradi. Na tukumbuke ya kwamba Mwenge wa Uhuru una kauli mbiu. Na kauli mbiu ya Mwenge wa Uhuru unasema tujitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Hivyo shime wana halmashauri ya wilaya ya Mbeya, tujitokeze kwenye uchaguzi kwa amani na utulivu. Jambo lingine, ndugu waandishi wa habari, tumeitana hapa kwa ajili ya ushirikiano. Ninyi ni vyombo vya habari, tukishirikiana kwa umoja wetu tutatangaza yale ambayo serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imeyatekeleza kwa uwazi na ukweli. Na niseme wazi kabisa, kuna baadhi ya vyombo vya habari tunashirikiana navyo na vingine siku ya leo ndio tunaanza ukurasa mpya. Jambo la tatu ni mawasiliano. Mawasiliano ni jambo zuri sana kwenye jamii, hasa mkizingatia mkurugenzi mtendaji ndiye ambaye yuko pamoja na wananchi. Ukiitwa mtendaji, maana yake uwajibike na ulete maendeleo. Kwa mantiki hiyo unaenda sambamba kabisa na mbio za Mwenge wa Uhuru wa kitaifa. Namba 4 ni kutangaza miradi ya halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Pale tutakapopata fursa kulingana na ratiba zenu za kazi, kuna wakati inabidi tuwe wazi, tuwaonyeshe wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya kwamba Mbeya tunafanya nini, tulitoka wapi na mpaka sasa tuko wapi kwenye serikali ya awamu ya 6. Pia tuna mambo mengi ya kujivunia, na hasa katika utunzaji wa mazingira. Tunahamasishwa kwenye utunzaji wa mazingira hasa kwa kutumia nishati safi, na tumeona wenyewe hali ilivyo. Kwa kipindi hiki cha mwezi wa 10 na wa 9 Mbeya tuna upepo mkali sana. Lakini tukitunza mazingira vema, tukapanda miti, tukatumia nishati safi, hakika tutafika mbali. Kuna baadhi ya vyombo vya habari kwa halmashauri yetu ya wilaya ya Mbeya tumeshirikiana nao bega kwa bega. Kila wakati walikuwa wakipiga simu, wakienda mpaka field katika mazungumzo. Na kuna baadhi ya shule zetu zinatumia nishati safi, na tunashirikiana kwa umoja wetu katika kuhakikisha kwamba dhima ya utunzaji wa mazingira na matumizi bora ya nishati safi yanazingatiwa. Na leo kwa kipekee kabisa kupitia umoja wa press ya Mbeya na waandishi wa habari wote, nitoe rai kwenu tushirikiane kwa umoja. Ukiona umepata story yoyote
milango yangu iko wazi. Njoo upate ukweli wa mambo. Unaweza ukaangalia upande mmoja, lakini kwa mimi mkurugenzi ambaye ndiye mtendaji wa miradi hii, ni vema tukashirikiana kwa umoja, upendo wetu na udumu. Mimi kwa lugha nyepesi kabisa, ninawaheshimu sana na ninawategemea sana. Ninyi ndio wajenga nchi. Naheshimu sana vyombo vya habari, na vipenda sana vyombo vya habari, na vitumaini sana vyombo vya habari. Jamii ya sasa ni jamii ya teknolojia. Sisi vyombo vya habari, na hasa mkoa wetu wa Mbeya, katika halmashauri yetu ya wilaya ya Mbeya na press ya Mbeya, tukisema ukweli na faida tulizokuwa nazo katika halmashauri, tutafanikiwa sana. Sababu sisi halmashauri ya wilaya ya Mbeya, Mwenyezi Mungu ametutunuku, ametupa shani ya kuwa na mandhari ya kuweza kumfanya mwanadamu wa kawaida aweze kuishi. Kwa mfano, tunalima viazi mviringo. Hakuna mtu ambaye hali kiazi mviringo. Kuanzia mtoto, watoto wengi wanapenda chips, watu wazima kwenye pilau, kwenye biriani, kwenye mchuzi. Pia tunalima parachichi, na kuonyesha mfano, halmashauri ya wilaya ya Mbeya tuna shamba la ekari 500. Wakurugenzi watangulizi wangu walilianzisha hilo shamba, na mimi awamu yangu imefika, tunavuna na tunapata mapato mara tunapouza. Na hatutaishia hapo. Mwenyezi Mungu akitujalia, tunaweza tukafungua kiwanda. Hata wale vijana ambao hawana ajira rasmi wanaweza wakajiajiri. Kivipi? Mwenye shamba lake la miparachichi atauza kwenye kiwanda chetu, kwa sababu na sisi halmashauri tunayo kampuni. Na vile vile tuna kilimo kikubwa cha mahindi, tuna kilimo kikubwa cha maharage, tuna kilimo kikubwa cha pareto, tuna kilimo kikubwa cha kahawa. Watu watajiuliza, anavyosema pareto ni zao gani? Pareto ni zao ambalo linatengeneza viuatilifu vya viuadudu. Hizi dawa mnazoona zinapuliziwa kwenye mimea yetu zinatengenezwa na zao la pareto. Kama mkipata fursa, kuna siku tutaenda kutembelea mashamba ya pareto. Kuna kata zetu zinalima, ikiwepo kata ya Santilia, kwa sababu halmashauri tunakata kama 28, na kila kanda ina eneo lake la kilimo.